Habari zenu waandishi wa habari, kwa jina naitwa Saleh Abdalla Mwaipaya almaarufu Mwaipaya OG, kiboko ya wahuni. Ni kiboko ya wahuni wachache ambaye hawajui falsafa ya Simba, hawajui Simba imetokea wapi, hawajui baadhi ya viongozi hata klabu ya Simba walikuwa kina nani. Ukienda kuwauliza Dr. Mo, ukienda kumuuliza GB64, ukienda kumuuliza yule mchungaji ambaye mkorogo umemharibu psychology yake mpaka anachozungumza kijui, muulize mwenyekiti wa kwanza klabu ya Simba ni nani. Waandishi wa habari mmo mnapeleka maiki kwa watu ambao wenye ufahamu, sio mtindikio wa akili. Waulizeni wanaifahamu Simba kivipi? Ongeeni na watu ambao wanaijua kabisa nani Simba imetokea wapi. Klabu ya Simba mwenyekiti wa kwanza kabisa alikuwa marehemu Abubakari Mwilima, tunamjua sisi. Tunaijua Simba A to Z. Wamefuatia viongozi wengine kina Mikidadi Kasanda. Na hii ni wapeni faida vyombo vya habari, mlikuwa mjui faida kama hata uhuni unaofanya huo kipindi hichi ili kuisababisha klabu ya Simba ilikuwa ipate matokeo. Ulikuwepo toka nyuma zamani sana. Kipindi kile cha marehemu Mikidadi Kasanda lilikuwepo gazeti moja kwa naitwa Mfanyakazi. Alikuwa anaitwa nani, mwandishi wake alikuwa anaitwa James Nende. Nani anamjua? Waandishi wa habari wote bado mlikuwa mpo nyinyi. Ilikuwa inatoka Jumamosi. Tuulizeni si kama kina Mwaipaya OG. Gazeti ilikuwa inatokea ndani kila Jumamosi. Kipindi kile marehemu Gulamali ndio ni mfadhili wa klabu ya Yanga. Alikuwa anatumia vitu vingi zaidi ambavyo vya kuhujumu klabu ya Simba kipindi kile kwa kuwatumia wachezaji, kwa sababu kipindi kile alikuwa yeye ni mwenyekiti wa kusaidia nani Taifa Stars ishinde. Anaenda anapiga picha na wachezaji wa klabu ya Simba kabla ya dabi pale, picha zile zinatumika kuja kuidhoofisha klabu ya Simba. Tunaenda kusoma pale magazeti Mwembe Yanga na kukuta Bakaridi kashashika hela ya Gulamali pale, jaba na tayari tumeshaumia huko wakati huo yani ulishapita kule. Kwa hiyo tunarudi katika hizi press zao wanazozifanya. Mimi nilikuwa nategemea GB64 kwa akili yake sasa ni mwalimu angekuja na hoja mezani kwamba Mohamed Dewji alishakabidhiwa uwekezaji kabisa, Simba ipo katika uwekezaji, kwa hiyo kuna makosa haya, tunaona hafai. Wote tungeunga mkono kama Mohamed Dewji hafai. Narejea kila siku kuzungumza na vyombo vya habari kwamba Mohamed Dewji hapasi kulaumiwa hata kwa sekundi Mohamed Dewji, kwa sababu bado ule uwekezaji haujakamilika. Simba na vipande viwili, kuna kipande cha mwekezaji, kuna kipande cha wanachama. Wanachama wameweka bei gani nani? Yaani mpaka watu waje kumlaumu Mohamed Dewji. Tujiulize mpaka hata waandishi wa habari. Wanachama bado hata hisa zenyewe hazijaanza pale. Huu mchakato bado hujakamilika pale. Unaenda kumlaumu mtu kaika bilioni 20. Na mimi nanukuu maneno ya kila siku mwenyekiti Murtaza Mangungu kwamba hana matatizo na Mohamed Dewji. Ameshazungumza kwenye mikutano kadhaa, na ndio maana na wasiwasi hata huyu na Dr. Mo anapoingia kwenye vikao vile anakuwa kavuta bangi. Watu wakampima akili Dr. Mo. Anaingia kule watu mwenyekiti anazungumzia kwamba Mohamed Dewji ameshaweka bilioni 20. Ufafanuzi wa bilioni 20 ni kwamba kila mwaka klabu ya Simba inapata bilioni 6 kwa kujiendesha. Sasa huyo mtu mbaya huyu bado hajakamilika uwekezaji, bilioni 6 tunaitumia bilioni za Mohamed Dewji. Nani anaweza karani akawekeza zaidi hapo? Walikuwepo akina nani, akina GSM toka zamani Simba anapitia kwenye magumu. Kina Balesa Simba anapitia kwenye magumu, walikuwa hawapo. Wakikaa kwenye vikao vyao ambao si vya wahuni na kaa wapi, sio wameshavuta bangi zao kule, wanaanza kuna mchina gani fake anaweza kuwekeza katika klabu ya Simba zaidi ya Mohamed Dewji. Wanashinda kuola kina Jaji Miayo wale. Jaji Miayo wanamkabidhi certificate ya uwekezaji Mohamed Dewji. Wale walikuwa wapi? Walikuwa kwenye mkutano. Jaji Miayo anasema tena, Jaji Miayo alikuwa ndio mwenyekiti wa wale kamati ile ya kuratibu uwekezaji akisaidiwa na Dabasi Ndumbalu kama Alishabali mkuu mjuu. Imefika hatua mpaka anasema vipi, tumekaa zaidi ya miaka miwili tulikuwa tunaangalia hizi hela bilioni 20 Mohamed Dewji anataka kuweka hizi kwenye klabu ya Simba zinatoka wapi? Kwa sababu kwa faida ya wasikilizaji kwamba kulikuwa kuna mambo ya ukaguzi wa masuala ya pesa kimataifa, kwamba wanaangalia utakatishaji wa pesa. Hizi bilioni 20 salama au zimetoka kwenye unga au zimetoka sehemu gani?
Lakini baada ya kuchunguza ndani ya mwaka 1.5, Jaji Miayo kwenye mkutano na kina Dr. Mwako ndani anasema tunaomba msamaha au wanachama klabu ya Simba, tumechukua muda mrefu zaidi kuliendea ili tukio hilo kwa sababu tulikuwa tunakagua, watu wa usalama taifa walikuwa wanakagua, usizani kama bilioni 20 na vingi katika nchi ya Tanzania watu watakuwa unajua peke yako. Lakini baada ya kukagua pale wanamkabidhi Mohamed Dewji certificate. Na ndio maana tunawaambia watu wachache, na kama kuna baadhi ya viongozi ambao wanatuma wahuni hawa wajue kama wanaenda kugharimu klabu ya Simba, kwa sababu klabu ya Simba walikuwepo wana sheria, klabu ya Simba walikuwepo wana sheria wa Mohamed Dewji, ndio amefanya organization mpaka amefikia hatua za awali kuwekeza. Sasa anatokea huko muhuni tu, katoka wapi sijui, hata kwenye Ulaya mimi sijui kama ni raia wa Tanzania. Unakuja kuzungumza kitu kikubwa kabisa sana nyuma ya bani ambalo linawadhamini. Hilo ni jambo ambalo limetusikitisha, na ndio maana tunasema vipi, tunashukuru kwamba klabu ya Simba imeshaanza kuchukua hatua na tunataka jeshi la polisi lichukue hatua. Na mimi naenda mbali zaidi, naomba hata TAKUKURU wenyewe wakichukua kikundi hicho wawaulize hela wanapata wapi, kwa nini wanatisha press za namna hiyo, kwa sababu tayari wenyewe kwa wenyewe walishagawanyika. Kuna watu wamezungumza kabisa walikuwa wanapewa hela na baadhi ya viongozi waje katika media wazungumze uchafu huu hapa. Naomba jeshi la TAKUKURU, Musa Misalaba ambao ulitutengenezea klabu ya Simba kipindi kile ambacho kuna ulingia udhamini Sport Pesa, wako wapi? Tunahitaji TAKUKURU waingie katika klabu ya Simba. Huu uchafu uliofanyika leo hii hapa hii, tunataka jibu la TAKUKURU, watupe majibu. Ni nani yuko nyuma pazia? Kwa sababu sisi hapa ni mashushushu. Katika uchunguzi wetu tunajua kabisa hii klabu ya Simba anafanywa fujo Mohamed Dewji, ili mradi asuse, wakisha susa pale watuletee mtu ambaye ana uhusiano na klabu ya Yanga. Hilo tunalijua, na itafika kipindi tutapasua maiki zenu kutaja mpaka majina, hata mwogopa mtu. Tutataja majina ya watu ambao wanaendesha huu mpango huu hapo. Hatuwezi kukubali kuchafua amani ya nchi ya Tanzania, kwa sababu klabu ya Simba ndio klabu ambayo imeangaza mpaka ligi ya Tanzania. Wanakuja watu wachache hatuwaelewi, kama wewe mchungaji huyo, toka lini kwenye mpira? Mbona hatumuelewi? Sisi tuko kwenye mpira, tuko kina Ismail Denlagi wako katibu wa DLFA, mchungaji yupo. Tupo kwenye mpira, kina Hamid Balesa ni mwenyekiti wa DLFA, tupo sisi kwenye mpira. Na mkitaka kujua kama mimi ninachozungumza uongo au ukweli, tafuteni Athmani Nyamlani, alikuwa makamu wa kwanza wa rais, muulize Saleh Abdalla Moipa ni nani na yeye. Katika mpaka njia za kuondoka kwenda kwenye mpira sana nini? Nyamlani tumeshiriki sisi kwenye wilaya Temeke. Sisi kwenye mpira tuko kitambo sana. Kawaulizeni akina Dr. Mo. Wanafahamu baadhi hata viongozi wa klabu ya Simba wanakurupuka. Juzi hapa Mnadi Jeyala JB 64 walizungumza tena maneno mazito kabisa. Walisemaje? Tunatoa kama siku 5 kadi za wanachama zipatikane. Zisipopatikana tutaitisha mgomo, mashabiki wasiende uwanjani kwenda kuangalia mechi na Esperance ya Tunisia na Simba. Mashabiki walikuwa uwanjani kwa sababu tayari ile jambo lilifanya kazi. Leo hii unageuka tena unazungumza, yani ushike sema yenye mashiko. Inatakiwa usimamie kwenye lengo lako. Ndamuuliza JB 64 na Mnandi Jeyala, kadi zimetoka? Kadi za wanachama zimetoka ambazo mlikuwa mnapigia kelele? Na nyinyi wenyewe ndio mlikuwa mnazungumzia, kama kipindi kile JB 64 ulizungumza kwamba utafanya migomo, utasababisha hata viongozi wa klabu ya Simba wasiingie katika uwanja wa Mkapa pale, mpaka ukakamatwa. Leo hii tayari mambo yameshafanikiwa pale. Washabiki wa klabu ya Simba, wanachama klabu ya Simba tena dunia, tunapigiwa simu sana. Tunapigiwa simu kutoka Marekani, Kongo, yani kila sehemu tunapigiwa simu sisi hapa kwamba watu wanalalamika matokeo mabaya ya uwanjani. Kwenye matokeo mabaya ya uwanjani Mohamed Dewji ashuke kule aje kwa wanachama. Tuulizane hapo, kwenye matokeo uwanjani Mohamed Dewji ashuke juu kule aje kwa wanachama afanye organize na wanachama. Tunachojua sisi ushindi, mbinu, yani kila kitu kinachofanyika katika klabu ya Simba kinatoka katika matawi. Tunachoomba viongozi wa klabu ya Simba kama ni weledi, tumeona hili imeshalichukulia hatua, tunataka hatua zaidi za kisheria. Na vile vile tunaomba TAKUKURU wajue nyuma ya hao jamaa wanne kuna nani.
na kama TAKUKURU wenyewe atachelewa, tutapanda ngazi nyingine zaidi tujiridhishe. Na tunawaomba vile baadhi ya mawaziri ambao wenye mapenzi ya klabu ya Simba wasiliache lipite salama hili hapa. Kwa sasa tunaona upande hao nyuma mwiko mawaziri wao wanajitoa sana kuliko mawaziri wetu sisi. Tunaomba kwa hili jambo hili hapa mawaziri, na kama waziri hujachukua hatua inayote ya kisheria au ya kutamka, basi achana na klabu ya Simba, tuachie sisi wenye mioyo migumu, tutapambania Simba mpaka mwisho. Yangu mimi ni hayo, Mwaipayo Uji, kama maswali tutaulizana baadaye.